Bwawa hili mheshimiwa mwenyekiti lilianza kujengwa Juni 2023 na muda wa ujenzi wa bwawa ilikuwa ni miezi 8, ilitakiwa liwe limekwisha mwaka 2004 Februari, lakini hatukuweza kumaliza kutokana na changamoto mbalimbali ambazo nitazitaja huko mbele ya safari. Mheshimiwa mwenyekiti, bwawa hili kama nilivyosema linajengwa na wataalamu wa ndani, na bwawa hili lina lengo la kuvuna maji ya mvua kipindi cha mvua. Na bwawa hili gharama yake ya mradi ni shilingi bilioni 4.1 na mpaka sasa hivi tumepata bilioni 1.3. Na ukubwa wa bwawa hili mheshimiwa mwenyekiti ni bwawa ambalo litaweza kuvuna maji lita bilioni 5.1 ambazo lita bilioni 4.2 ndizo ambazo tutapeleka kwa wananchi. Maji mengine kwenye design yatakuwa yanapotea kwa sababu ya evaporation na infiltration ya chini. Kazi zilizopangwa kutekelezwa kwenye bwawa hili mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, bwawa hili lina kazi kama zifuatazo. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kufanya clearance ya reservoir yenye kilomita 3.8 na uwezo wa kuvuna maji kama nilivyosema bilioni 5.1, na kazi hizo zilishafanyika kwa 100% na reservoir yote ilikuwa imesha kuwa cleared. Kazi ya pili ilikuwa ni kujenga tuta kuu. Tuta kuu kama mnavyoliona hili ndio tuta kuu lenye urefu wa mita 973.2 na tuta hilo limesha kamilika kwa 99.9. Na kazi ya tatu ilikuwa ni kujenga tuta elekezi kwa ajili ya kuzuia bwawa lisije likaingiliwa na mafuriko, ambayo kwa lugha ya kitaalamu linaitwa guide band lenye urefu wa mita 840. Na kazi ya tatu mheshimiwa mwenyekiti ilikuwa ni kujenga utoro wa maji kwenye bwawa ambao kwa lugha ya kitaalamu tunaita spillway, na spillway yenye urefu wa mita 950. Na kazi nyingine ilikuwa ni kujenga intake ambayo tutaenda kuiona kama inavyoonekana kule mbele, ambayo tayari imeshajengwa kwa 100% na hilo tuta elekezi limeshajengwa kwa 20%. Kazi ya mwisho mheshimiwa mwenyekiti ilikuwa ni kujenga utoro huo ambao una jumla ya kilomita 1.5 ambayo sasa kuna kazi ndogo ndogo ambazo ya kwanza ni kujenga crest weir yenye height ya 2.8. Hiyo bado haijaanza kujengwa, lakini kazi nyingine ilikuwa ni kujenga cut off kwenye crest weir, na hizo bado hazijaanza kujengwa, pamoja na kujenga protection kwenye tuta pamoja na kwenye utoro wa maji ambao na kazi hizo bado hazijaisha. Mheshimiwa mwenyekiti, mpaka sasa hivi kazi zote ambazo zimefanywa kwa jumla ya 60%, bado 40% ambazo tunaendelea nazo na ujenzi. Na tuta kama nilivyosema lina urefu wa mita 973.2 na height ya mita 7.6. Na kazi ya mwisho ilikuwa ni kupanga mawe mbele ya tuta wenye urefu wa mita 973.2 ambayo tayari tumeshapanga kwa 100% imeshakamilika. Na kazi nyingine ilikuwa ni kupanda nyasi downstream huku chini, tutaenda kuziona, ambazo tayari na zenyewe tumeshapanda kwa 80%, bado 20% kwa sababu bado hatujapanda nyasi sehemu zingine. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumekuwa tukutana nazo kwenye ujenzi wa bwawa hili. Cha kwanza mheshimiwa mwenyekiti ni bwawa hili kama nilivyosema kwamba lilianza kujengwa Juni 2023. Mpaka leo tumekamilisha 60%, ambayo na yenyewe changamoto ambayo imesababisha ni upatikanaji wa fedha ambao unapatikana kidogo kidogo. Na mheshimiwa mwenyekiti, mabwawa yana muda maalum wa kuyajenga, ambayo mara nyingi tumekuwa tunajenga kipindi cha dry season. Kwa hiyo tunapokuwa tumepata fedha kidogo kidogo tunashindwa kukamilisha on time, kwa sababu wakati mwingine inabidi tusimame kwa sababu kipindi cha mvua huwezi kuendelea kujenga kwa sababu mitambo haiwezi kuingia site, lakini pia udongo huwezi kufanya compaction
ambayo inatakiwa kama kitaalamu inavyotakiwa. Changamoto ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uharibifu wa mazingira. Huku upstream kuna shughuli za kibinadamu mbalimbali ambazo zinaendelea, ikiwa ni makazi ya watu. Mtaenda kuona kuna makazi ya watu, lakini pia na shughuli za kibinadamu za ukataji miti na zinginezo ambazo zinasababisha bwawa hili sasa kuleta michanga kwenye bwawa ambayo tuna wasiwasi kwamba baada ya muda linaweza likapunguza ukubwa wa bwawa kwa sababu ya kuingiza michanga ambayo yanaenda kupunguza ile design capacity ya bwawa. Changamoto nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shughuli za kibinadamu hizo ambazo ni shughuli za uchungaji wa mifugo karibu na hili bwawa. Kumekuwa na tendency ya kuingiza mifugo kwenye bwawa, lakini pia na haya majani tuliyopanda kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko, ng'ombe zimekuwa zikila haya majani, kwa hiyo zikiliacha bwawa bea ambalo ni hatari wakati wa mvua, inaweza erosion zika take place. Kuna maeneo mengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuta marambo ambayo kwa kweli ukipeleka hata mbuzi tu peke yake wanaweza kunywa maji ya rambo na yakakauka. Lakini rambo hili ni rambo la mfano ambalo Watanzania maeneo mengi wanalihitaji lipatikane kwenye maeneo yetu, hasa mkoa wa Mara pia, ambako mkoa wa Mara kuna wafugaji wengi, Mheshimiwa Waziri, ambao wanapata changamoto kubwa kwenye upande wa maji. Kwa hiyo naipongeza wizara kwa kazi kubwa hii ambayo wamefanya, ambayo ni kazi ya mfano na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati toka mwaka jana tumezungukia miradi mingi. Miradi yote iliyoshindikana kwenye nchi hii, wizara hii imeweza kuitatua. Kwa kweli wanamsaidia, ni wasaidizi sahihi kabisa wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama alivyosema mjumbe Kasarali, kubwa sana tuombe fedha zije kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi unakamilika. Lakini pia wafugaji wasiwasahau. Pamoja na kwamba ng'ombe zinakula humu na nini, lakini hawa jamaa pia ni watu ambao wanalinda miradi ya maji, wanalinda miundombinu. Wawatengenezee zile mbauti zao ili kwamba nao watengewe eneo lao la kunywesha mifugo. Mimi niendelee kukuomba. Mimi naitwa Saidi Kigaru. Naishi mkazi wa hapa Tindili, na ndo tunatarajia kuneemeka na hili bwawa. Mimi nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa wetu diwani anaitwa Bwana Lugaila. Yeye na mimi nampa hongera nyingi sana kwa sababu ndo anasimamia pamoja na mwenyekiti wetu Samuel Chuma, na mimi nawapa haki zao hizo. Bado na usimamizi mkuu ambao unaosimamia ndugu Aweso Juma Aweso, na mimi mheshimiwa na kushukuru kwa kusimamia kwa kazi madhubuti kwa ajili ya faida yetu sisi, kwa sababu tumepata bahati ya mtende kuota jangwani. Kwa hiyo labda tu ni wasisitize waheshimiwa wetu kwamba isije ikawa sasa yale maji yanatupita yaenda kufaidika kwa wengine wale vijiji vingine, lakini na sisi yanzie Tindili, Kizengi tuyapate na sisi tufaidike. Kwa majina naitwa Tausi Mrisho Mdosi, ni mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Kizengi. Ninashukuru sana kwa bidii aliyoifanya Mama Samia. Ninashukuru sana. Na ninashukuru kamati nzima ya uongozi paka huku chini, akipitia diwani, mbunge paka rais. Ninamshukuru sana Mama Samia kwa ajili ya kututoa kina mama wa Kizengi ndoo kichwani, kutushushia ndoo kichwani ambayo ilikuwa inatupa adha kubwa. Tulikuwa tunatoka saa 8 usiku, tunarudi wakati mwingine saa 10 au saa 12 na ndoo moja ambayo haikizi mahitaji ya sisi na watoto wetu. Kwa hiyo mimi ninayo shukrani kubwa pamoja na kina mama wote wa Kizengi. Tunamshukuru sana Mama Samia na tunasema mitano tena. Kwa hiyo tunaomba sana kupitia kamati yenu basi mkatupatie fedha hili ili bwawa hili liweze kukamilika na kutatua changamoto ya wananchi ambao wanapata adha kubwa ya maji. Sisi kama wananchi wa kata ya Kizengi tuko tayari kuweza kusimamia huu mradi kwa kuulinda bila kuharibu mazingira kama ambavyo maelekezo yalivyo na kama ambavyo tunatambua umuhimu wa hili bwawa. Na kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kufanya hili eneo lote, tunakwenda kulihifadhi, na serikali hii imeshaanza mchakato wa kutunga sheria ndogo, inakuja kwenye halmashauri tunaisaini kabla hata sijaondoka ili utaratibu uweze kukamilika. Maji yana umuhimu wake na kila kitu ni maji kama mnavyojua, na wizara hii na kamati hii inaitendea haki kauli ya maji, na ndio maana wanasema maji ni uhai, si ndio? Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza sana.
Lakini jambo lingine katika eneo hili, mimi kama alivyosema Mheshimiwa Kasalali, hata na mimi sio muumini wa kupamba watu sana. Lakini kwa kazi iliyofanya, naomba nimpongeze meneja wangu wa RUWASA wa wilaya. Engineer Shibiti ni mtu mmoja msikivu, mnyenyekevu sana, anaendana na filosofi ya wizara hii. Kuwa katika hii wizara sio kazi nyepesi, kwa sababu kila Mtanzania anahitaji huduma, na ni kazi ambayo ukifanya vibaya watu watakwambia umefanya vibaya. Ni kazi ambayo ukifanya vizuri watu watakwambia umefanya. Tunawashukuru sana, lakini chini ya maelekezo na usimamizi wenu. Tuwapigie makofi mengi sana kamati yetu. Ni waahidi ndugu zangu wana Igalula, mimi Juma Aweso nikiwa na katibu mkuu wangu wa Wizara ya Maji na timu nzima ya Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa jimbo hili la Igalula na wana Tabora kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Kwa hiyo tumekuja leo kutembelea huu mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la mabwawa miaka ya nyuma hatukufanya vizuri sana, na tuliingilia na tukawakali na kuhakikisha kwamba tunatimiza hii ndoto, kwa sababu ukiangalia nchi yetu ya Tanzania hatuna umaskini wa mvua, tunapata mvua mara 2, lakini itakuwa ni ajabu sana kuona wananchi wanakosa maji ili hali maji yanapotea. Kwa hiyo kubwa ambalo tunaliona, mvua katika taifa letu isiwe maafa, iwe fursa. Maeneo watu hawana maji waweze kupata maji. Na hapa twende mbali kama wizara, tusijiangalie sisi kuhakikisha tu watu wanapata maji. Tunafanya kazi na wenzetu. Tuangalie watu wa mifugo, tuangalie watu wa kilimo. Tunaweza tukajenga bwawa kama hili kubwa likawasaidia watu wa kilimo, lakini tukatengeneza miundombinu pia ikasaidia pia wenzetu wa mifugo. Kitengeneza mbauti, hakuna mfugaji atakayeleta hapa. Tukijenga bwawa la umwagiliaji, ili bwawa likatuwekea miundombinu, watu watamwagilia, maana watalima kiangazi na watalima kipindi cha masika. Kwa hiyo watalima kipindi chote. Huo ndio mtazamo na ndio uelekeo. Niendelee kuomba kamati lisimamie swala la uvunaji wa maji. Tunaenda sasa hivi mabadiliko ya tabia ya nchi, wazee wangu. Huko miaka ya nyuma mlikuwa mkicheza katika chemchem, mlikuwa mkicheza kwenye mito. Leo mito haipo, imekauka. Kwa hiyo lazima tujikite kama taifa katika swala zima la uvunaji wa maji. Tukijenga mabwawa kama haya katika kila wilaya, tutakuwa na reservoir kubwa sana kwa taifa. Katibu mkuu, tunajivunia leo hapa. Wanasema wakati tunajivunia ama kula kwenye sahani, kuna watu walioungua vidole. Kwa kweli nikupongeze sana katibu mkuu. Niwapongeze watendaji wote. Engineer Ndele, Engineer Hamisi, Engineer Ayubu, da Flora, da DJ Poli, mmefanya kazi. Tuwapige makofi mengi sana. Sana. Niwasihi sana. Katika kila kazi kuna faida. Fanyeni kazi tu. Ukifanya kazi watu wataona. Watu wanaona, una haja ya kumshawishi mwananchi akusifie kama unafanya vizuri. Una sababu ya kuishawishi kamati. Wao wanaona tu. Wanaona hapa kazi mmefanya na kamati yetu inatupenda na inatupenda kwa sababu ya kazi. Twendeni tukafanye kazi. Hilo tunaliahidi mwenyekiti, lakini kubwa sisi tumefanya mabadiliko kidogo ya utendaji kwenye hii sekta. Kwa maana kama utaangalia hapa, huu mradi umedesigniwa kwa bilioni 4 engineering estimation. Lakini nikasema hebu tufanye kwa wataalamu wetu wa ndani. Nia ninaojua hapa, nataka tusave fedha. Kabisa. Sababu ukimpa mkandarasi maana yake atajenga kwa bilioni 4 hiyo yote na bado atadai. Sasa nataka tumalize hapa na tukubaliane. Lazima kazi hiyo wakati mwingine tufanye kijeshi. Sahihi kabisa. Ndele, unataka kiasi gani utanikabidhi bwao? Mheshimiwa Waziri, pewa bilioni 2.7, unaniambia kauli mbili sasa hivi. Niambie ukipata kiasi gani utalimaliza ile bwao nikabidhi. bilioni 2, Mheshimiwa. Haya, sasa Engineer Mwajuma, tunaondoka hapa, tunajua kuna mfuko kata milioni 500. Kila mwezi utakata 500 kwa ajili ya ile bwao tulimaliza. Mwezi huu utatoa 500, mwezi ujao utatoa 500, mwezi ujao utatoa 500, ngine 500, tutakuwa tumemaliza. Wanauyui hili jambo tutalimaliza. Ndugu zangu, yameelezwa mambo kadhaa kwenye mradi huu. Kwanza yameelezwa habari ya ulinzi kwenye mradi huu. Tumeambiwa kwamba ng'ombe wote zinakuja hapa. Sasa ndugu zangu, miradi hii ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ni wazo la Mama Samia mwenyewe. Sisi kazi yetu ni wapiga debe tu.
tunaipigia, tunamwambia waziri, bwana, rais amesema, hebu tekeleza hili. Lakini mwenye wazo lake ni rais mwenyewe. Mabadiliko ya tabia nchi mmeshaona ni halisi, mnaona mambo ya mvua zinabadilika namna hii. Miradi kama hii ndio itatusaidia, kama alivyosema waziri, kwenye kumwagilia, maji ya kunywa na kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ombi langu hapa, Mheshimiwa DC uko hapa, kwamba kwa kuwa ardhi iko mikononi mwa rais, ardhi yote kwanza ni mali ya rais, lazima mfahamu hilo, kwamba tunataka eneo la mradi huu liongezwe kulingana na ushauri wa wataalamu, ili tupande miti ambayo haitaguswa. Hatutaki maji yaanze kuingia kwenye bwawa hili lenye miaka 50 liishie miaka 5. Hiyo hapana. Hiyo hapana kabisa. Kwenye miradi hii ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, ndugu zangu, wananchi wenzangu, serikali itakuwa kali, na sisi tunaowakilisha, kwa sababu taarifa tunazo sahihi. Lazima wakati mwingine tuwe wakali, tutaumia kwa muda fulani, tukisema ondoka itakuwa maumivu, lakini itakuwa faida kwa vizazi vingi. Ili fedha ya serikali inayoletwa hapa isipotee, sio tu kupotea, ila maisha yetu yasipotee. Tumeshaambiwa katika wilaya hii hakuna vyanzo vya maji. Kwa maana yake huu mradi utakavyoendelea kutanuka utaenda sehemu nyingi. Lakini niwashukuru sana watendaji wote kwa ngazi zote ambazo zimetajwa.